Jamani, mbona mmekuja kwa kunishtukiza? Si mngenipa taarifa ili angalau niwaandalie hata chai. Wala hakuna haja wifi. Tulitaka tu kukusurprise kwa sababu hatukai sana. Basi karibuni sana. Basi ngoja niwaache kidogo muongee na kaka yenu, mimi niko chumbani. Sawa wifi. Habari za hapa kaka? Salama, karibu. Asante. Kaka, sisi tumekuja kuchukua pesa matumizi. Halafu pia nakukumbusha kuhusu ile pesa ya nguo niliyokuomba kwa ajili ya harusi ya rafiki yangu. Lakini Mona, wewe si ulipata kazi mwezi uliopita? Ni kweli nilipata kazi, lakini ile kazi inachosha sana. Halafu pia bosi alikuwa anatupelekesha sana. Kwa hiyo nikaamua kuacha kazi. Maana siwezi kufanya kazi kwa mateso wakati kaka yangu ni tajiri. Na mimi kaka nakukumbusha kuhusu ile iPhone ulioniahidi kuninunulia. Lakini tayari nimeshakununulia iPhone 15. Yaani kaka watu wanatumia iPhone 17, halafu wewe unaninunulia iPhone 15. Mimi siwezi kutumia hiyo simu bwana. Kwa sasa sina pesa ya kununulia iPhone 17. Hivyo naomba utumie hiyo iPhone 15 kwanza. Halafu mambo yangu yakienda vizuri, mwezi ujao nitakununulia hiyo iPhone 17 unayotaka. Basi sawa, mimi nitasubiri hiyo iPhone 17, lakini siwezi kutumia iPhone 15 kwa sasa. Sawa. Sam, rafiki yangu, naomba unisaidie pesa kidogo nikachukue bidhaa za kuweka dukani kwangu ili biashara yangu isije ikafa. Lakini cha usiku, nimekusaidia mara nyingi sana na bado sioni matokeo yoyote kwenye biashara yako. Naomba unisaidie kwa mara ya mwisho Sam, na usipoona matokeo usije ukanisaidia tena maisha yako yote. Sasa hivi nimejifunza kutokana na makosa ya rafiki yangu. Sawa, basi wewe nenda. Mimi nitakutumia hiyo pesa baadaye. Asante sana Sam, kwa kweli nimeamini kuwa wewe ni rafiki wa kweli. Na pia nakuahidi sitakuangusha safari hii. Sawa. Malaika, hivi unajua leo cha usiku amekuja kunikopa tena pesa? Tena? Ndiyo. Jamani, hata mwezi si haujapita tangu wa kuombe hela ya kuendeleza biashara yake. Ndiyo, na cha kushangaza zaidi, leo pia amekuja kukopa kwa ajili ya hiyo biashara yake. Kwa kweli sina uhakika kama hizo pesa anapeleka kwenye biashara, maana haiwezekani kila mwezi akawa anakukopa kwa ajili ya hiyo biashara yake. Kwa kweli mimi mwenyewe nashindwa kumuelewa. Ila leo amesema hii ni mara ya mwisho kuja kunikopa. Hana lolote, unaweza ukampa leo alafu mwezi ujao akaja tena akasema ndio mara ya mwisho. Alafu mme wangu, kuna kitu nataka nikuulize. Kuwa huru, niulize tu. Hivi, hawa watu wote ambao wewe huwa unawasaidia, wewe ukipata na shida wanaweza kukusaidia kweli? Ondoa shaka mke wangu, kwa sababu hawa wote ninawasaidia ni ndugu zangu na wengine rafiki zangu. Kwa hiyo nina uhakika kabisa watanisaidia siku nikihitaji msaada. Sidhani kwa kweli. Mimi nina mashaka nao. Kwa sababu hawa watu wote unaowasaidia, sioni kama kuna mwenye uchungu na pesa zako hata mmoja. Unachozungumza ni kweli mke wangu. Sasa unanishauri tufanyaje? Mimi nashauri kwa sasa tujifanye tumefilisika, kisha tuwaombe msaada watu wote ambao uliokuwa ukiwasaidia, ili tujue nani ndugu wa kweli na nani rafiki wa kweli. Sawa. Kaka, mbona mmekuja na mabegi? Kuna nini? Alex mdogo wangu, mambo yameharibika. Huwezi amini, benki imechukua kila kitu nilichokuwa na miliki. Wamechukua nyumba, magari na kampuni zangu zote. Yaani hapa hatuna hata mahali pa kukaa. Hivyo tunahitaji sehemu ya kulala kwa miezi michache tu ili tuweze kujipanga upya. Sasa hapa mtalala wapi kwa mfano? Maana kuna vyumba viwili tu, cha kwangu na cha Alex. Halafu pia kila weekend huwa kuna rafiki zangu wanakuja kulala hapa. Kwa hiyo sidhani kama mtapata nafasi ya kulala hapa. Mona, kumbuka Sam ni kaka yako na ana muhimu mkubwa kwenye maisha yako kuliko hata hao rafiki zako. Lakini pia hii nyumba mnayoishi yeye ndo aliowanunulia. Hivi kwa wema wote aliowafanyia kaka yenu leo mnashindwa kumsaidia kweli? Shemeji, mbona huelewi? Tayari Mona ameshasema hakuna nafasi. Kwanza kwa nini msiende kulala kwenye gari lenu? Gari nalo limechukuliwa na benki. Yaani hapa tulipo hata pesa ya chakula hatuna.
basi wapigie rafiki zako wakusaidie, na pia unatakiwa kutafute kazi za kufanya, maana sisi hatuna pesa za kuwalisha nyie wote wawili. Hapo umeongea pointi ya msingi sana Mona. Basi kaka, naomba mtuache tupumzike, maana sasa hivi muda umeenda sana. Lakini pia mkipata mahali pa kuishi msiache kutujulisha, maana tuna wasiwasi sana na maisha yenu. Sawa, ngoja nimpigie cha usiku, labda yeye anaweza kutusaidia. Hello Sam. Cha usiku rafiki yangu, nimepata matatizo. Benki wamechukua mali na kampuni zangu zote. Yaani hapa nilipo sina hata sehemu ya kulala. Tafadhali naomba unisaidie. Pole sana Samu. Yaani hii mikopo ikikugeuka unaweza ukahisi kuchanganyikiwa. Na ndio maana mimi nilikuwa nakwepa sana mambo ya kukopa benki. Mimi tayari nimeshakubaliana na hali yangu, na ndio maana nimekupigia simu wewe ndugu yangu unisaidie. Walau kiasi kidogo cha pesa, ili nianze tena upya. Sam, ningekusaidia lakini kwa sasa sina pesa. Lakini cha usiku, kumbuka nilikusaidia mara nyingi sana ulipokuwa ukihitaji msaada wa pesa. Sasa kama sina pesa ya kukusaidia nifanyaje? Au unataka na mimi nikakope ili vitu vyangu vije vichukuliwe pia? Sikiliza Sam, kitu pekee ninachoweza kukusaidia ni kukupa ruhusa ya kwenda kula pale kwenye mgahawa wangu kila siku Ijumaa ili usije ukafa na njaa. Sawa cha usiku, kama hayo ndio malipo ya wema wote niliyokufanyia, naomba usije ukaleta tena hiyo miguu yako nyumbani kwangu nikusaidie. Wewe umeshaona wapi mtu mwenye pesa kama mimi anakwenda kuomba msaada kwa maskini? Ngoja nikwambie ukweli cha usiku, mimi wala sijafilisika. Ile nitaka tu kujua siku nitayopata shida utanisaidia au utanitelekeza. Na sasa nimeshajua tabia yako halisi. Kwa heri. Sam, subiri kwanza. Kaka, ina maana hata sisi ulikuwa unatujaribu? Kaka na shemeji, mnajua kabisa sisi ni ndugu zenu. Haya maneno yote tuliyowaambia hapa ilikuwa ni utani tu. Ukweli ni kwamba sisi tunawapenda sana. Hivyo ni lazima tungewasaidia. Wala msihangaike kujitetea kwa sababu nyie wote tabia zenu nimezifahamu. Na kuanzia leo sihitaji kusikia mtu ananiomba pesa ya kitu chochote. Kila mtu ajitegemee na maisha yake ili mjifunze. Wifi jamani, ongea basi na kaka tusamehe. Ugomvi wa ndugu mimi siwezi kuingilia hata kidogo. Nyie malizaneni wenyewe. Mimi tayari nimeshamalizana nao. Tuondoke mke wangu.